Wachezaji ambao walipata majeraha na kuna wachezaji ambao hawakuonekana kwenye mechi dhidi ya Coastal Union. Kutoka kwenye idara yetu ya madaktari, nianze kwa kutoa ripoti ya wachezaji ambao wako kwenye matibabu sasa hivi. Mchezaji wa kwanza ni Yao Kwasi Atola, ambaye yeye sasa hivi, habari njema kwa mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, ameshamaliza period yake ya kuwa chini ya medical kwa maana ya idara ya madaktari. Sasa hivi ameingia kwenye idara ya fitness chini ya kocha wetu wa fitness China. Kwa hiyo hii ni habari nzuri. Mchezaji anapotoka kwenye operation kubwa kama Yao, anakuwa na kipindi cha rehab, alafu anakuwa na kipindi hiko ambacho kinahusisha pia madaktari kumwangalia. Alafu baada ya hapo sasa, kitendo cha kuruhusiwa kutoka kwenye medical kwenda kwenye fitness ni hatua moja kubwa sana ya mchezaji kurudi kwenye pitch. Kwa hiyo habari njema kwa Kwasi Atola Yao, ameshaondoka kwenye idara yetu ya medical, amekwenda sasa kwenye fitness. Chances za kurudi kwa mujibu wa madaktari ni Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Idara yetu ya madaktari wanaamini Kwasi Atola Yao atakuwa ameshamaliza medical, ameshamaliza fitness, na mwalimu anaweza kumjoin sasa kwenye program za timu, mazoezi ya pamoja. Mchezaji mwingine ni Clement Mzize. Ameshafanyiwa operation yake, taarifa tumeshaitoa. Watu wanataka kujua muendelezo wake sasa hivi ukoje. Mzize sasa hivi yupo chini sasa yupo kwenye hiyo rehab process, na yupo chini ya Dr. Yusuf kwa maana ya physio. Ameanza mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi sio ya fitness. Mazoezi mepesi kutokana na jeraha lake, kujaribu kukunjua ule mguu, goti, tuone limekuwa sawa kiasi gani. Kwa hiyo yupo katika kipindi hiko, bado hajafika kwenye kipindi cha fitness. Unaweza kumuona Mzize, umepata picha yuko gym, lakini usiamini kwamba gym kaenda kufanya mazoezi ya fitness. Yupo chini ya idara ya madaktari na Dr. Yusuf kwa maana ya physio wetu ndio anamsimamia kwa sasa hivi. Chances za kurudi Mzize ni lini? Kwa mujibu wa daktari, Mzize anaweza kurudi pia Januari mwishoni au early February. Januari mwishoni au mwanzoni mwa mwezi wa pili, Clement Mzize anaweza kurudi uwanjani. Mchezaji mwingine ambaye nimeona ameandikwa sana hapa siku mbili hizi ni Mudathir, ambaye amekosekana kwenye mechi mbili za mwisho za ligi ambazo Yanga wamecheza. Na mmeona taarifa, Mudathir ameondolewa pia kwenye kikosi ambacho ndio kinasafiri kuelekea Egypt, maandalizi ya kuelekea Morocco kwa ajili ya AFCON. Mudathir amepata shida ya goti, na yeye bahati nzuri shida yake sio shida ya kufanyiwa operation. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, shida yake sio shida ya kufanyiwa operation. Nimeona mahala watu wameandika Mudathir anakwenda kufanyiwa operation. Sio kweli. Mudathir shida yake sio ya kwenda kufanyiwa operation. Ziko namna mbalimbali za kitabibu ambazo madaktari wanaendelea nayo, na Mudathir madaktari 100% wanaamini mwanzoni mwa mwezi wa kwanza, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, atakuwa amesharejea 100% kwenye utimamu wake. Kwa ni matibabu anaendelea nayo chini ya idara yetu ya madaktari, lakini sio operation. Kuna rehab process kidogo anaendelea nazo, tukiamini na wao wakiamini kiscience mwanzoni mwa mwezi Januari chuma kitakuwa kimerejea vizuri. Hatukumuona mchezaji Israel Patrick Mwenda kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Ni regular starter, anapokosekana kwenye timu lazima kuwe kuna maswali. Mwenda yeye alipata shida ya maradhi kawaida, alipata malaria, lakini hivi tunavyozungumza anaendelea vizuri alhamdulillah.
Mchezaji mwingine ambaye alipata shida hiyo ni Edmund John, naye alipata tu homa kawaida, pamoja na Azizi Andamwile. Hawa watatu walipata maradhi ya kawaida, na hivi tunavyozungumza na nyie hali zao zimeimarika vizuri, na tunaamini siku ya tarehe 15 inshallah watarejea kuanza mazoezi ya pamoja na wenzao kambini kwetu. Hiyo ni taarifa ya majeruhi ambao tuko nao sasa hivi kutoka kwa idara ya madaktari, na tunaamini wanachama na mashabiki wa klabu yetu watakuwa wametosheka na wameshiba hii taarifa ya madaktari juu ya wachezaji ambao hawajaonekana kwa muda kidogo. Players wengine ambao hamjawaona, kwa mfano Dennis Nkane, Farid Musa Malik, hawa hawajaonekana kiwanjani kwa sababu za kiufundi, sio kwa sababu za majeraha, ni sababu za kiufundi. Shua Boy pia alikuwa hajaonekana muda mrefu, lakini juzi mlimuona Dodoma. Kwa hiyo kuna tactical reason ambazo mwalimu anaamua mechi hii niende na fulani, mechi hii niende na fulani. Kwa hiyo hawa wengine ambao sijawataja hapa na hamjawaona, hawa hawajaonekana kwenye michezo yetu kwa sababu za kiufundi, lakini sio majeraha. La mwisho kwa upande wangu ni mambo makubwa mawili. La kwanza ni programu yetu ya Yanga Soccer School inaendelea. Nitumie fursa hii kuwaomba na kuwakumbusha wazazi na walezi kuwaleta watoto wao kipindi hiki cha likizo hapa kuja kujiunga na Yanga Soccer School. Training zinaendelea, tunawakaribisha wazazi mje hata muone, kabla hata hujalipa hela yako njoo pale viwanja vya Muhimbili vile. Njoo pale angalau ushuhudie programu nzima ya watoto ilivyo na inavyofanyika. Jumatatu, Jumatano, Alhamis na Jumamosi. Jumatatu, Jumatano, Alhamis na Jumamosi. Jumatatu, Jumatano, Alhamis ni saa 10 mpaka saa 12 jioni. Jumamosi ni saa 3 mpaka saa 5 asubuhi. Kipindi hiki cha likizo mtengeneze mwanao aishi ndoto zake za kupenda mpira. Mtoe karibu na remote hapo nyumbani. Mtoe mwanao karibu hapo na magemu hapo. Mtoe karibu mwanao na vikundi ambavyo vitampotezea maadili yake. Mlete Yanga Soccer School. Na ninakuhakikishia wazazi ambao wameshajiunga sasa hivi wamekuwa mabalozi wazuri wa kuwaambia wazazi wengine namna ambavyo watoto wao wanaenjoy program za Yanga Soccer School. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wazazi na walezi, programu hii inaendelea, njooni makao makuu, vijana hawa waweze kupata nafasi ya kujifunza mpira. Lingine ni kuhusu taarifa kutoka idara yetu ya wanachama. Sisi Yanga wala kukaa mwezi mzima hivi, mwezi mzima hatuna jambo, hatuwezi. Kwanza miili itauma. Yaani mwezi mzima tukae tu, yani matawi yetu, wanachama wetu wamekaa tu, hapana. Miili itauma. Kwa hiyo taarifa kutoka idara ya wanachama chini ya kaka yangu Ibrahim Samuel, mwezi huu wa 12 idara ya wanachama ikishirikiana na idara ya habari tutakuwa tunatembelea matawi yetu ya hapa Dar es Salaam na mikoa jirani. Lakini tunapowatembelea tutakuwa tunatengeneza mechi za kuchezwa tawi na tawi. Mshindi tutakuja na zawadi sisi. Kwa hiyo kwenye level ya matawi huko tutakutana hapa chini ya mratibu wetu Shabani Mgonjwa wa hapa Dar es Salaam na Pwani kuandaa hizi. Kwa hiyo andaeni timu. Kwa siku tutatangaza hapa tawi la Tandale mnaumana na tawi labda la Mzinga Kongoe. Tutawaambia tunakwenda kucheza wapi, tunakutana. Lengo ni kutengeneza ukaribu zaidi, kuhamasishana wanachama kujiunga na kuwa pamoja kwenye shughuli zetu. Kwa hiyo matawi tujiandae. Tutakuwa tunatoa programu hizi na tutakuwa tunawatembelea kwa ajili ya hizi mechi za hapa na pale. Lengo ni kujenga ukaribu kama nilivyosema, na tujadiliane kuhusu maandalizi ya Al Ahly. Kipengele muhimu sana ndugu zangu ni wana Yanga. Kipengele muhimu sana, na hii tunaofanya kutembelea matawi, hii tunacheza mechi, it's not for fun. Moja ya agenda ambayo tunakuja nayo
ni kuweka sasa mipango yetu vizuri kuelekea mechi ya Ahly. Hiyo mechi ni mechi dume na ni mechi mbili, home and away. Tunaanza kwao, wanakuja kwetu. Kwa experience ya Champions League, hizi mechi za 3 na 4 zinaweza kukupa picha kama unakwenda au unabaki. Experience ambayo niko nayo kwenye Champions League. Kwa hiyo ikitokea tumetangaza kwamba tutakuwa tupo labda Kongoe, tuko Sinza, tuko Mbande, tuko sijui Mbezi, mjue tunakuja kukutana, tutazungumza, tutacheza mechi zetu hizo, lakini msingi wa hayo ni kuanza maandalizi mazito kuelekea mechi mbili za Al Ahly. Sisi Yanga hatuja qualify bado. Na asitokee mtu akatudanganya. Hatuja qualify. Bado hatuja qualify. Pointi 4 bado kabisa hatuja qualify. Bado, na tupo katika kundi gumu. Kundi gumu kweli kweli ambalo lolote linaweza kutokea wakati wowote. Yaani unaweza kusikia tu limepigwa la mgambo hapa tayari wewe ndio upo chini unashika mkia. Kundi letu halitabiriki. Sisi tumekwenda pale Algeria, tumepata suluhu na JS Kabylie. Mechi iliyofuatia ya ligi JS Kabylie kamshona mtu goli 7. Zile hasira. Mliona kama mpinzani hivi mwepesi. Zile hasira kwa JS Kabylie, mechi iliyofuatia ya ligi kamshona mtu goli 7. Mimi nilikuwa nafuatilia half time goli 5 nikazima laptop. Tusitishane hapa. Kazima laptop mapema. Chuma 7. Tupo katika kundi gumu, kundi zito. Kwa hiyo pointi 4 hizi zisitudanganye tukarelax. Tusirelax. Bado tuna kazi ya kufanya ili tuweze kwenda hatua ya robo finali. Na hiyo kazi ya kuifanya sio Pacome, sio Dube peke yake. Ni kazi ya kufanywa na wanayanga wote. Kwenye levu ya matawi, levu ya wanachama, levu ya viongozi, ni lazima tuanze maandalizi. Tujue tunapita njia zipi, tunapita chocho lipi, tuweze kuvuna kitu kwa Al Ahly. Yaani tukivuna kitu kwa Al Ahly hizo mechi mbili, naamini kabisa panapo majaliwa Mwenyezi Mungu itakuwa sisi tumeshakuwa kwenye sehemu nzuri either ya kwenda au tumeshakwenda kabisa robo finali. Ni hizo mechi mbili tu za Ahly. Sasa hivi tunavyowaza sisi hivi, ndivyo hivyo Ahly naye anawaza hivyo hivyo. Kwamba hizi mbili na Yanga hizi mimi nichukue pointi zangu nikae kileleni nifuzu. Mechi za mwisho nicheze bila pressure. Ndivyo iko hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mechi ambazo zimekaa kimtego. Wale FAR Rabat na JS Kabylie na wao hivyo hivyo. Wana mechi zao mbili lakini masikio yao, macho yao ni mechi ya Yanga na Ahly. Kitakachopatikana kwenye hizi mechi mbili, yani hizi pointi 6, kama atavuna mmoja zote, mmoja atavuna 4, tutagawana 3-3. Ndio itawapa taswira FAR Rabat na JS Kabylie nini wakifanye kwenye mechi zao nyingine mbili za mwisho. Kwa hiyo it's very tricky. Bado tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yes, lazima tujipongeze na tushukuru kidogo ambacho tumekipata, lakini bado target yetu ni twende hatua ya robo finali. Robo finali hauendi kwa kushinda mechi moja na sare mechi mbili za kwanza. Nimetoa mfano sehemu last season tulikuwa na pointi 8 sisi. Yaani maana yake tulioga na mjini hatukwenda. Simu iliyopita pointi 8. Tulioga vizuri kabisa. Hakika tukwenda mjini. Ukifanya research utagundua kwamba tulianza vibaya. Mechi mbili za kwanza tulifungwa na Al Hilal hapa, tukafungwa na MC Alger. Tukaanza vibaya, pengine tukashindwa kuqualify. Kila mtu ana nadhari yake. Mwingine anasema tungempiga Al Hilal hapa nyumbani tusingekuwa na ulazima wa kusubiri mechi ya mwisho dhidi ya MC Alger. Mwingine anasema ile mechi ya mwisho ile ya nyumbani tungeweza kufuzu. Lakini ndo hesabu za ninge hizo. Sasa hivi tumeanza vizuri, alhamdulillah, tuna pointi 4. Sasa isiwe tena mkosi, tunaanza vizuri tumaliza vibaya. Mungu atuongoze tuanze vizuri inshallah na tumalize vizuri. Tumeshaanza vizuri tukamalize vizuri Champions League. Kwa hiyo hii mikutano ambayo tutaifanya na viongozi wetu wa matawi, tutakapokuja kwenye ground kucheza mechi zetu hizo, kuchangamshana, tunakuja kuonyeshana chocho, njia za kupita
kuelekea mechi ya Al Ahly.